mambo makubwa ambayo ninazungumza mawili. Moja ni kwamba tume iendelee kufanya kazi na izidishe kufanya kazi kama tume ya kuwezesha, kama tume yenye ukaribu na vyuo vikuu, kama tume inayotafuta kusaidia vyuo vikuu na kusaidia wawekezaji wanataka kuanzisha vyuo vikuu hapa nchini, kutafuta kila namna kuhakikisha kwamba tunawasaidia. Na kufanya hivyo ni pamoja na kufanikisha kuwa na ufanisi katika kuwasiliana na kujibu na kufafanua, wana ukaribu na uwepesi wa kwenda kutembelea, na najua wanafanya, lakini kuhimizana na kukumbushana kwamba mtu anataka kuanzisha labda chuo kikuu, nenda katembelee, mpe ushauri, msaidie. Kwa la kwanza ilikuwa iwe ni facilitator. Lakini la pili, nimewasisitizia umuhimu wa kuzingatia sheria na kanuni, na hasa swala la ubora wa elimu, na kwamba katika hilo lazima tulisimamia. Haya ni mambo mawili. Wakati mwingine wanalaumiwa tume kwa sababu wanasimamia ubora, lakini wasiposimamia ubora madhara yake ni makubwa sana. Vyuo vinavyofundisha madaktari, kuna taratibu kwamba unapotoa shahada ya udaktari anahitajika wahadhiri wangapi, tunahitajika maabara ngapi, vifaa gani na kadhalika, ili uweze kufundisha na wa aina gani. Na hilo tume haitungi kutoka kichwani, wanashirikisha Baraza la Madaktari Tanzania na vigezo vingine vya Afrika Mashariki. Sasa ukiona mwekezaji anasema kwamba mimi nataka nikiuke hivi ili nitengeneze faida, madhara yake yatakuwa makubwa, kwa sababu unaweza kuzalisha wahitimu ambao wanakuja kuumiza watu katika kutibu. Na mfano mmoja hapo, kwa kuangalia vile vigezo, unaweza ukaambiwa idadi ya wanafunzi unaoruhusiwa kuwachukua ni labda 100. Sasa wewe ukaangalia wanafunzi 100 na kwa ada unayochaji huwezi kuendesha chuo. Kwa hiyo ukataka kulazimisha upeleke wanafunzi 600. Maana tumia wanafunzi 600 kwa vigezo sisi tulivyoambiwa na madaktari wa hapa nchini, ni kwamba utamfundisha mtu atakuwa hajaelewa vizuri, lakini utamwachia baadaye atahitimu, ataenda kwenda kutibu, itakuwa na madhara. Vigezo vinavyotumika hapa kwenye kutoa elimu tiba kwa Tanzania ni kama vya Afrika Mashariki, ingawaje vya kwetu kidogo ni rahisi zaidi. Yaani tunatakiwa lengo letu tuwe kama vile vigezo viwekwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hatujafikia bado, lazima tutafikia mbele ya safari. Kwa kusema tuzidi kuvilegeza kwa kweli itakuwa sio sahihi. Na wakati fulani nilipata malalamiko, ikabidi niwaite tume, hebu nionyesheni vigezo, akanionyesha na benchmark na nchi gani East Africa, sisi bwana mbona hatukazi kama East Africa na kadhalika. Kwa hiyo nimetoa mfano huo wa udaktari, sababu ni rahisi sana ukasema mimi na facilitate, na kwa sababu agizo la kwanza ni kufacilitate, kusaidia, kuhimiza, lakini usifanye hivyo kwa kuja kuumiza watu ambao hatimaye wanakuja kupata huduma ya madaktari ambao tutawatibu. Hivyo hivyo kwa mainjinia na maeneo mengine. Ukisikia gorofa limeporomoka kule Kariakoo, inawezekana ni watu wamepiga kona, lakini lazima injinia ambaye aliidhinisha pale aitwe, aeleze alisema kiwekwe nini na nini na nini. Na yule mkaguzi alikuwa anakagua, alihakikisha vile vitu viko kule kweli, au labda mtu alijenga bila kufuata sheria na kwa kificho. Lakini kwa kama kuna injinia alikuwa ameidhinisha, na maana pale madhara yake makubwa na watu wanaweza wakafa. Ndio maana swala kusimamia ubora sio swala ambalo tunaweza tukalifanyia mzaha hata kidogo. Na pamoja na kwamba tunania kabisa ya kusaidia vyuo vya umma na vyuo binafsi, kwa sababu hata chuo kimoja cha umma mimi kimelalamikia kwamba tume ilegeze kidogo, tunataka kufundisha madaktari. Kwa sababu tatizo nini, nasema tunahitaji maabara fulani na kadha. Leteni basi hata mapendekezo kwenye budget tuweke, badala wewe kuniambia mimi niwaambie tume. Afu tume hii imekaa kimahakama namna fulani hivi. Sio tume ambayo waziri ataenda kuipa maelekezo. Sisi tunatoa mwelekeo wa kisera kama hivi, lakini uamuzi wa jambo moja hadi jingine tunajaribu kabisa kuacha tume ifanye kazi, kwa sababu kama mtu asiporidhika anaweza akakata rufaa, tume kaangalia upya, na baadaye wanaweza kaniletea mezani ndio nikafanya maamuzi. Kwa hiyo katika kusimamia ubora, lawama zinaenda sana kwa tume. Cha muhimu ni kwamba tume yenyewe ihakikishe kwamba inakutana na watu, inawaeleza, inakuwa na ufanisi wa kujibu, inawatembelea, inawahimiza, inaonyesha kabisa kuwasaidia, lakini kwa vyovyote vile wasije wakakiuka umuhimu wa kuangalia viwango vya ubora katika elimu yetu. Kwa sababu kufanya vile madhara yake haya ya udaktari kila mmoja anaona, kwenye urubani kila mmoja anaona, lakini karibu ya kila eneo unapofundisha mtu bila kuwa na vigezo vinavyostahili, madhara yake ni katika uchumi wa nchi, kwenye afya za watu wetu, usalama wa watu wetu na kadhalika. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.